معاشر المسلمين أيها الأحبة, tukiwa katika mwezi wa Ramadhani, ikiwa leo يوم الأحد kuamkia يوم الاثنين, ikiwa leo ilikuwa ni Ramadhani ya 12 mwaka 1447, ikiwa leo ni tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026. Hakika katika huu mwezi wa Ramadhani anatakiwa Muislamu akithirishe kufanya ibada. Tulikuwa na 10 la mwanzo ndio lishaondoka, sasa tuko 10 la pili. Fayambaghi lilmuslim an yukthira min fi'li al-ibadat fi mawasim al-khairat, inatakiwa Muislamu akithirishe kufanya ibada na matendo yaliyokuwa mema katika misimu ya khairi, wadhalika liyazdada ajruhu inda Allah azza wa jalla, hivyo ili upate kuongezeka ujira wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yanbaghi li ahadin adraka ramadana au mawsima min mawasim alkhair an yuamilahu muamalata ada, haipendezi kwa mtu yoyote ambaye ameidiriki Ramadhan au ameidiriki msimu katika misimu ya khairi, akawa huo msimu wa khairi wa kuongezewa thawabu akaufanyia muamala wa kawaida, akaifanya Ramadhan au msimu wote wa khairi ni kama miezi mingine ambayo sio mwezi wa Ramadhani, bali alladhi yanbaghi lahu fi mawsim alkhair, bali jambo ambalo linatakikana kwa Muislamu katika misimu ya khairi ayuamilahu muamalata tarbiyati linnafsi, aufanyie muamala huo msimu wa khairi muamala wa kuilea nafsi yake, wa tahdhibi laha, na kuisafisha, liyahsula ila darajati taqwa, ili aweze kufikia katika daraja ya uchamungu. Ajitahidi aitakasi nafsi yake, ailee, aisafishe, ili aweze kufika katika daraja ya uchamungu min khilali kathrati al-ibadat, kupitia wingi wa kukithirisha ibada, min qiraati Qur'ani, katika wingi wa kuisoma Qur'an, wa dua na dua, wa sadaqa na kutoa sadaqa, kuswali sana sunna, ukamaliza kusali salatu tarawih ukaona bado na nashat ya kusoma Qur'an au nashat ya kuweza kuswali sana, kuongeza rakaa, ongeza rakaa 2 kuwafanyia wema wazazi wawili, kufanya adhkari mbalimbali na mengineo katika matendo yaliyokuwa mema. Lakini hizi ibada na hizi sunna ambazo utazifanya ayuha al-akhi al-muslim, la budda min muraati sunna wa adam mukhalafatiha,
unatakiwa katika hizi ibada zote ambazo unazifanya katika mwezi wa Ramadhani na nje ya Ramadhani au katika misimu ya kheri, lazima utilie umuhimu kufuata sunna na kutokingiuka au kwenda kinyume na sunna. Katika Uislamu unaambiwa kwamba hii ni ibada ifanye, alafu hii ibada ifanye kwa namna hii na hii na hii. Si kwamba unaambiwa kwamba fanya ibada alafu wewe ukatafuta hiyo ibada unayojua wewe ukaifanya alafu ukaifanya kwa utaratibu wako. La, katika Uislamu unaambiwa kwamba fanya hiki nacho ni ibada, alafu hiyo ibada ifanye katika namna kadha na kadha na kadha. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia tuswali, lakini hakutuacha hivi hivi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza namna ya kuswali, na akasimama juu ya mimbari akaswali, wannasu yushahidunahu sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa tunamshuhudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha min as-salah, alipomaliza kuswali, qala lahum alayhi salatu wasalam, akawaambia sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Kwa wao wakawa wanaswali kama walivyomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali. Kwa hiyo mambo ya dua, adhkar wama ila dhalika, yote haya tumeambiwa kama tufanye adhkar, lakini pia tumeelekezwa tufanye adhkari gani, na tukaelekezwa namna ya kufanya adhkari. Katika hilo kuna yale ambayo tunayashuhudia katika mwezi wa Ramadhani, katika kunyanyua sauti kwa kufanya dhikri zile jamai, al-adhkaru al-jamai, zile dhikri za pamoja. Na kwa kinyume cha Ramadhani kunakuwa na zile subhanallah baada ya swala, alhamdulillah, zile zinafanywa kwa sauti, lakini hiyo sio maudhui yetu. Maudhui yetu ni katika hizi adhkari za mwezi wa Ramadhani ambazo huwa zinafanywa kabla ya swala na katika baadhi ya msikiti kabla ya swala na baada ya swala. Ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah, au ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, na kuendelea ya tawabu tubu alaina jazallahu sayyidana wama ila dhalik. Hii adhkari ambazo tunakuwa tunasikia katika misikiti mbalimbali, ambazo watu wanaziita kwa sauti moja, au anakuwa kuna mtu mmoja na anasema na wengine wanarudia kwa sauti moja. Huu utaratibu unaofanyika haujathibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wala kwa masahaba. Hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga Ramadhani nyingi, na masahaba wamefunga Ramadhani nyingi sana, Ramadhani ambazo wamezifunga wakiwa na Mtume na Ramadhani ambazo wamezifunga baada ya kufa Mtume, lakini haijathibiti kutoka kwao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kwa Mtume mwenyewe alayhi salatu wassalam kwamba walikuwa wakinyanyua sauti kabla ya swala au baada ya swala kwa kufanya hizi adhkar, bali kila mmoja alikuwa anafanya dhikri peke yake. Ulikuwa katika wao, mara huyu anasoma Qur'an kabla ya swala, mara huyu anafanya dhikri, mara huyu anaswali, na katika hizo dhikri huyu mara anafanya istighfar, mara huyu anamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mara huyu anasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, mara huyu anasema astaghfirullah wa atubu ilayhi. Yani kila mmoja anafanya zile dhikri, lakini kila mmoja kwa sauti ya chini bila kumshawishi mwingine. Hivi ndivyo walivyokuwa wanafanya, imma kabla ya swala au baada ya swala. Na hili ndilo jambo ambalo linatakiwa kwa kila Muislamu, na hivi ndivyo walivyokuwa wanafanya Mtume na masahaba zake,
na wale waliokuja baada ya masahaba zake, wanafunzi wa masahaba na wanafunzi wa masahaba. Sunna imepita katika jambo hilo. Haikuwahi kusikika katika msikiti wa Bwana Mtume sallama watu wakawa wanasikia sauti ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah. Haikuwahi kusikika hata siku moja, bali watu walikuwa wanafanya adhkari mbalimbali. Huyu anafanya dhikri hii, huyu anafanya leta dua, huyu anasoma Qur'ani, huyu anafanya istighfari, huyu anamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja anafanya kwa sauti ya chini, kila mmoja. Haikuwahi kutokea na wala haikuwahi kunukuliwa hilo katika vitabu vya hadithi kwamba wao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanafanya hivyo. Kwa hiyo iliyokuwa wajibu katika ibada zetu zote ni lazima wote tufate na tufanye kama walivyokuwa wanafanya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud, ittabi'u atharana, fateni athari zetu, wala tabtadi'u, na wala msizushe, faqad kufitum, hakika mmetoshelezwa. Kwa hiyo wao walikuwa kimya, na kuna kisa tulikitaja nyuma huko, kisa cha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na Abu Musa al-Ash'ari walivyowakuta watu msikitini wako hilaka, wako makundi kwa makundi, wamekaa magrupu kwa magrupu pale. Kuna mmoja anasema kwamba kabiru 100, yani kwenye kila sehemu kuna mtu anamwambia mwenzake kwamba semeni Allahu akbar, wale wanasema semeni alhamdulillah, wao wanasema. Wakawakemea vikali, ikiwa hiyo ni dalili ya kwamba na ni ushahidi wa kwamba kila mmoja anatakiwa huu Uislamu aufate kupitia utaratibu wa maswahaba waliopokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. So maswahaba wanatuelezea mfumo wa dini sahihi aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wao wamejaribu kujitutumua, wakaleta hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Baihaqi rahimahullah na wengineo katika ahlul ilmi, kama Imam Ibn Khuzaimah katika sahihi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema istakthiru fi ramadana min 4 khisal, fanyeni wingi katika mwezi wa Ramadhani kufanya mambo manne. Fanyeni wingi mambo manne katika mwezi wa Ramadhani. Khaslatani turuduna bihima rabbakum, mambo mawili mnamridhisha kwa mambo hayo Mola wenu. Wa khaslatani la ghina bikum anhuma, na mambo mawili hamna namna, lazima myafanye. Haya mawili mnamridhisha Mola wenu, lakini mawili hamna namna, hayo lazima myafanye kwa sababu mnahitajia sana nyinyi wenyewe. Wa amma al-khaslatani allatani turuduna bihima rabbakuma, ama mambo mawili ambayo nyinyi mnamridhisha kwayo Mola wenu, fa shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kukithirisha kusema ashhadu an la ilaha illa Allah, wa tastaghfiruna, na kukithirisha kusema astaghfirullah. Haya ni mambo ambayo mkiyafanya, mkikithirisha kuyafanya mwezi wa Ramadhani, mtamridhisha Mola wenu. Kusema ashhadu an la ilaha illa Allah na kusema astaghfirullah, kithirisheni kufanya hivyo kwa sababu mnamridhisha Mola wenu. Wa amma allatani la ghina bikum anhuma, ama hayo mambo mawili ambayo hamna namna, lazima mnahitajia. Fatasaluna Allah aljanna, mnamuomba Allah subhanahu wa ta'ala pepo. Wa ta'udhuna bihi minan nar, na mnajikinga kwake kutokana na moto. Wanaona hayo mambo manne hayo, kwa maana
wao wakasema kwamba haya mambo sisi tumeyachukua katika hii hadithi. Tunasema ashhadu an la ilaha illa Allah, nastaghfirullah, nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tumeyachukua humu. Sasa nini jawabu katika hii hadithi? Jawabu katika hii hadithi ijibu katika majawabu mawili, kwa sababu hata muda wenyewe umekwisha, lakini tustahamiliane tuimalizie hii masala. Sawa akhi Shaqiq? Naam, jazakallahu khair. Jawabu la kwanza, ayuha alahibba, ni kwamba hii hadithi ni dhaifu, yani ni munkar, ni hadithun dhaifun, yani kwa maana katika dhati kwamba yeye hadithi ni munkar, na hadithi ambayo ni dhaifu la yajuzu al-amalu bihi, haifai kuifanyia kazi hadithi ambayo ni dhaifu. Udhaifu wake uko wapi? Udhaifu wake kwa sababu katika isnadi yake, kama alivyopokea Imam Ibn Khuzaimah katika sahihi yake na Al-Baihaqi katika Shu'ab al-Iman na wengineo kutoka kwa Salman al-Farisi, lakini hadithi hii inapita kwa huyu Ali ibn Zaid ibn Jud'an. Ali ibn Zaid ibn Jud'an, na huyu Ali ibn Zaid ibn Jud'an ambaye amesema kwamba ni dhaif ni al-Imam Ahmad ibn Hanbal, imamu ahli sunna wal jamaa, amesema kwamba huyu ni dhaif. Hata huyu mwenyewe al-Imam Ibn Khuzaimah ambaye ameipokea hii hadithi, na yeye pia amebainisha kwamba huyu Ali ibn Zaid ibn Jud'an akasema kwamba ni dhaifu. Hii dhikri itafaa kufanyia kazi in sahha al-khabar, ikiwa habari itakuwa ni sahihi. Tumeona vizuri hapo. Lakini pia miongoni mwa watu ambao wameidhofisha hadithi hii katika imma ni al-Imam Suleiman ibn Mihran al-A'mash, ambaye Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala amemwita kwamba ni imamu al-muhaddithin, amemwita kwamba ni imamu al-muhaddithin. Tayyib, na yeye amesema kwamba hadithi hii al-Imam al-A'mashi Suleiman ibn Mihran amesema kwamba hii hadithi dhaifu. Kwa hiyo in kana al-amru dhalika kadhalika fi hadha al-hadith, hii hadithi tunasema kwamba ni hii hadithi ni dhaifu, kwa hiyo la yajuzu al-amalu bihi. Kwa hiyo hadithi ni munkar, kwa sababu huyu aliyepokea hadithi huyu kwamba yeye ni sayyi'ul hifdhi, na kwa kuwa hii hadithi ameipokea akiwa peke yake, la yumkin an yanjabir, wa bikaunihi la yumkin an yanjabir li'adami wujudi al-mutaba'at wa shawahid, falhadith yakunu munkara. Hii hadithi ni munkar. Hili ni jawabu la kwanza. Jawabu la pili, tufanye kwamba hadithi ni sahihi. Jayyid, tufanye kwamba hadithi ni sahihi. Tuulize swali kwamba je, hivi hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walifanyia kazi? ايش الجواب؟ قولوا. يعني Mtume sallallahu alaihi wasallam hii hadithi yeye na masahaba wake walifanyia kazi au hawakuifanyia kazi? ايش الجواب؟ walifanyia kazi, ndivyo? Walifanyia kazi. Je, kama walifanyia kazi, kwa namna gani, vipi walifanyia kazi? Kwamba katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wao walikuwa wakisema hivi, ashhadu an la ilaha illa Allah, walikuwa wanasema kwa sauti kama tunavyosema sisi, au walikuwa wanakaa kimya? Yani huyu anasema la ilaha illa Allah, anafanya adhkari, huyu anasoma Qur'ani, huyu anafanya istighfari,
huyu anaomba dua, huyu yani, kwa maana watu wanafanya adhkari mbalimbali. Huyu anamswalia Mtume kama wanavyofanya mawahabi au kama tunavyofanya sisi. Tafahamuna kalami, tunafahamiana. Aljawabu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake walikuwa wanakithirisha kufanya adhkar, walikuwa wanakithirisha kusoma Qur'an katika mwezi wa Ramadhani, lakini kila mmoja alikuwa anafanya kivyake kwa sauti za chini, lakini kila mmoja peke yake. Kila mmoja alikuwa anafanya kitu peke yake, sio katika huu utaratibu ambao tunauona. Na hivi ndivyo ambavyo tulipopokea katika vitabu vya hadithi, na hivyo ndivyo ambavyo walivyoifanyia kazi hadithi. Sasa mtu asije akasema kwamba hii hadithi kuna sui kadha na kadha, au akaanza kuleta mambo. Tunamuuliza jambo la pili, hii ni ibada imekuja kwamba tukithirishe kusema la ilaha illa Allah, tukithirishe kufanya istighfar, tukithirishe kuomba pepo, tukithirishe kumwomba Allah atukinge na moto. Wao walikuwa wanafanya kwa sauti hivyo, au kila mmoja alikuwa anafanya kivyake? Aljawabu ni kwamba kila mmoja alikuwa anafanya kivyake, na wala huo ilikuwa sio muda wa swala peke yake, ni muda wa swala na muda ambao sio wa swala, kwa nafasi ya kila mtu, ima usiku, ima mchana, asubuhi, wama ila dhalika. Huyu anashughulika na kusoma Qur'ani, huyu anafanya adhkari, na hiyo adhkari watu wanafanya adhkari tofauti tofauti. Huyu anaswali na nizi anawafil mutlaqa. Hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa wanafanya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliulizwa al-Allama Ibn Uthaymeen, nimalizie na maneno Ibn Uthaymeen, nayo nitayazungumza kwa ufupi, si tuyasema kwa urefu. Siku moja Ibn Uthaymeen aliulizwa kuhusiana na hii dhikri hii, kama ilivyokuja kwenye kitabu Nurun ala Darb. Katika Nurun ala Darb hili swali limeletwa kwa Ibn Uthaymeen. Bwana mmoja anaulizwa kwamba sisi kwetu katika mwezi wa Ramadhani, kabla ya salati dhuhuri na salati al-asri, watu wananyanyua sauti zao msikitini wakiwa wanasema ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Wanasema mara 3, na baada ya hapo wanasema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna mara 3. Kisha inakimua swala, kisha watu wanasimama wanaswali. Nini hukumu ya dua hii? Anaulizwa al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, akajibu kwa kusema ra'ayna fi hadha ad-du'a annahu bid'i, tumeona katika dua hii kwamba ni ya bid'a, ni uzushi. Fa inna dhalika lam yakun ma'rufan fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika jambo hili halikuwa ni lenye kujulikana katika zama za Mtume, kwamba watu kabla ya swala au baada ya swala au vyote kwa pamoja wanakuwa wanaleta dhikri hii kwa sauti moja. Anna an-nas yaqumuna yad'una Allah du'a jama'iyya, watu wanakuwa wanakaa na kuleta dua ya pamoja kwa sauti kabla al-iqama. Maelezo yanaendelea Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na hayo yamenukuliwa. Hii fatwa hiyo katika fatawa Nurun ala Darb ni juzu ya 24 ukurasa wa 2. Sasa wao wanaweza kuuliza swali moja kwamba je, kila vitu alitokiacha Mtume haja kifanya haifai sisi kukifanya? Ile inaingia katika yani maulama wa sharia, kama alivyotaja Imamu Shatibi rahimahullah katika kitabu chake Al-I'tisam, ma sakata hukmu ma sakata anhu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, hukumu ya vile vitu ambavyo Mtume hajavifanya. Je, kile ambacho Mtume hajakifanya si tukifanya ni bid'a au haifai? Ukisema ndio umekosea, na ukisema hapana umekosea. Jawabu fihi tafsili, yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuyafanya
yamegawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, kuna yale ambayo Mtume sallallahu hakuyafanya lakini sababu ilikuwepo. Sababu ilikuwepo na kizuizi hakuzuiwa na kitu chochote. Mtume hajafanya, sababu ya kufanya ilikuwepo, naam. Kuna kizuizi kilichomzuia? Hakuna. Sasa wewe ukija kufanya kwa sababu hiyo hiyo ambayo ilikuwepo zama za Mtume, tunasema umefanya bid'a. Kwa mfano, mathalan nitoe mfano miwili kwa haraka haraka. Hii dua na hii hadithi ya kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullah kabla ya swala na baada ya swala, sababu ya kuileta zama za Mtume ilikuwepo? Haikuwepo? Ilikuwepo, kwa sababu tunamridhisha Allah. Sababu ya kuomba pepo zama za Mtume ilikuwepo au haijakuwepo? Ilikuwepo. Kule kuleta hii dhikri kwa sauti ya pamoja, Mtume alileta? Hakuleta? Jawabu, hakuleta. Kwa wewe ukileta, tunakwambia huu ni uzushi, kwa sababu umeacha jambo ambalo Mtume angeweza kulifanya na sababu ya kulifanya ilikuwepo, lakini hakufanya, na wewe kaa hivyo hivyo usifanye. Ukifanya umezusha, kwa sababu Mtume alikuwa na uwezekano wa kufanya na hakufanya. Wale wanaosherehekea maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu ya kusherehekea maulidi ilikuwepo? Haikuwepo? Ilikuwepo. Ni kwa sababu ya mazazi ya Mtume, kumpenda Mtume, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumtangaza Mtume na kumtetea Mtume. Na watu walimtetea, walimtangaza, walimpenda, walimswalia na walimtetea wama ila dhalika, lakini hawakuwahi kusherehekea maulidi hata siku moja. Kwa hiyo wewe ukija ukisema nasherehekea kwa sababu nampenda, namtangaza na kadha na kadha, tunakwambia hiyo la yajuzu, haifai. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaacha, hakuyafanya, lakini sababu ilikuwepo ya kuyafanya, isipokuwa kilipatikana kizuizi. Sababu ya kufanya ilikuwepo, lakini kuna kizuizi kilichomzuia. Kwa hiyo ukifanya wewe baada ya kuondoka kizuizi, hiyo ni sunna. Mfano wake ni hii salatu tarawih tunayoiswali. Mtume aliwaswalisha mara ya kwanza, mara ya pili, wama ila dhalika, kisha baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa hajatokea. Waislamu wamejikusanya msikitini kwa lengo la kuswali salatu tarawih, Mtume hayupo. Mtume akamwambia, nimewaona, lakini sijataka kuendelea kwa sababu naogopea isije kafaradhisha hii salatu tarawih. Imeendelea zama za Abu Bakar na Umar. Baadaye Umar akawakusanya Waislamu kwa imamu mmoja, Ubay ibn Ka'b, na wengineo katika aima wale qurra. Watu wakamuuliza Umar, kwa nini unafanya jambo ambalo Mtume aliliacha? Kwa masalatu tarawih baada ya Mtume kuiacha, kila mmoja alikuwa anaswali kivyake. Sasa mbona unarudia watu kuswali jamaa wakati Mtume aliacha? Akasema Mtume alibainisha kwamba ameacha kwa sababu aliogopea isije kalazimishwe kama faradhi. Sasa hivi Mtume ashakufa, kizuizi kimeondoka, nayo ni nini? Ni wahi. Hakuna wahi baada ya kufa nani? Baada ya kufa Mtume. Kwa hiyo sisi tunaswali, wahi haupo. Kwa hiyo kwa kuwa kizuizi kishaondoka, sisi tunaswali. Hii nukta imeeleweka vizuri wala hibba? Jayyid. Ya mwisho, nukta ya mwisho ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallama aliliacha, lakini hakukuwa na sababu iliyompelekea Mtume kufanya. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna jambo hakulifanya, lakini hilo jambo haikupatikana sababu ya yeye kufanya. Kwa hiyo inapotokea sababu ya kufanya jambo hilo katika zama ambazo Mtume hayupo, hapo tunarudi katika maulama, tunauliza maulama, nini hukumu ya jambo fulani? Kwa sababu hili jambo halikuwepo zama za Mtume na Mtume hakupata sababu ya kulifanya. Hapo maulama wanajitahidi, wanasema ima jambo hilo ni wajibu, au jambo hilo ni mustahabba, ni sunna, au jambo hilo ni makruh, halipendezi kulifanya, au jambo hilo ni haramu, au jambo hili linafaa, ni mubah. Haya katika lugha ya kisheria wanaitwa fiqhu nawazil, alhukmu ala al-umuri mustajidda,
allati lam takun mawjudan fi zamani nabii sallallahu alaihi wasallam. Hii ni fiqhi ya mambo mapya ambayo hayakuwepo zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au zama zilizopita. Maulama wa zama hizi ambazo limetokea wanakaa na kutoa hukumu ya jambo hilo. Hii ndiyo hukumu ya yale aliyoacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yansakata anha, hakuyafanya. Ukisema kwamba ndio umekosea, ukisema hapana umekosea, lazima ulipe huu mchanganuo ambao ameuelezea al-Hafidh al-Imam Ash-Shatibi rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Al-I'tisam. Nasihati li jamii al-muslimin, nasaha zangu kwa Waislamu wote, arrujuu ila sunnah watamassuku biha, watu warudi katika sunna na washikamani na sunna, na wale wasifanye mambo ambayo hayajathibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yale yaliyothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wayafanye katika utaratibu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliufundisha yeye na masahaba zake. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan.